Shetani haji kabla wewe hujaruhusu mlango wa kumfanyaje. Shetani anapita kwenye eneo ambalo kuna uhitaji, kuna udhaifu, kuna mlango. Zifahamu njia 3 ambazo adui huzitumia ili kututenga na upendo wa Kristo, au njia 3 ambazo adui huzitumia kutukwamisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye hizo njia 3 leo nitazungumzia njia moja tu. Njia ya kwanza ambayo tutaisoma leo, njia ya kwanza inasema hivi: adui huja kama anakuja kutusaidia, au njia ya msaada. Njia namba 1 tunaenda kujifunza ni njia ya msaada. Adui huja kama anakuja kutusaidia, au huja kama mtu mwema, au huja kama ni mtu mwaminifu na ni mwema pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaweza akaja kama mtu ambaye ni msaada kwako. Anaweza akaja kama mtu ni mtatuzi wa tatizo lako ambalo huoni msaada. Bwana Yesu asifiwe sana. Adui kwenye hiyo njia moja tunataka kupita, anaweza akaja kama yeye ni msaada kwenye eneo lilokwama. Anaweza kaja kama ni mtatuzi kwenye tatizo ambalo nalo na unahitaji msaada. Yani kuna mahali wewe una shida, adui anakuja kama mtatuzi wa tatizo lilonalo. Kwa huja kama mtatuzi wa shida ulionayo ili akukwamishe. Si tu kwamba nia yake ni kukutatulia tatizo, ila nyuma ya huo msaada kuna kukukwamisha, kuna kukutenganisha na uso wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Mathayo sura 4 mstari wa 1. Tutasoma mpaka wa 11. Lakini tuanzie mstari wa 1. Naye akajibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Kisha ibilisi Inatosha. Biblia inasema kwamba Yesu alipandishwa nyikani ili aombe. Akiwa kwenye maombi alipata uhitaji. Alikuwa ni mhitaji wa chakula. Alikuwa na kiu ya kupata hamu ya chakula, akasikia njaa. Biblia inasema aliposikia njaa, shetani akaja. Shetani hakuja kabla Yesu hajaona njaa. Shetani alikuja pindi Yesu aliposikia nini? Njaa. Shetani haji kabla wewe hujaruhusu mlango wa kumfanyaje. Shetani anapita kwenye eneo ambalo kuna uhitaji, kuna udhaifu, kuna mlango. Alipomtazama Yesu kwenye maombi, aliona kuna mlango umefunguliwa wa njaa. Yesu ana uhitaji wa chakula na hana mahali pa kupata chakula. Kwa shetani alienda kama mtatuzi wa tatizo la Yesu kwenye eneo ambalo Yesu anahitaji msaada. Yesu anahitaji msaada, ana njaa, anatamani chakula. Kabla hajatamani chakula, kabla hajaona njaa, hatumuoni shetani akienda kumjaribu Yesu. Lakini pindi Yesu aliposikia njaa, mlango ulipofunguliwa wa uhitaji kwenye maisha ya Yesu, mlango unaonyesha kwenye ulimwengu wa kiroho, shetani aligundua mahitaji alionayo Yesu. Kwenye ulimwengu wa kiroho, shetani aliona uhitaji alionao nani? Yesu. Na shetani akawahi kwenda kuziba eneo lenye uhitaji, kuwa msaada mahali ambapo panahitaji msaada. Kwa ghafla akawahi mahali Yesu yupo, akamwambia, najua una njaa, ila ninachochua hujaona namna ya kupata chakula. Namna sahihi ya kupata chakula ni wewe kugeuza jiwe hizi liwe mkate. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema Yesu alipoona njaa, mjaribu akafanya nini? Soma mstari wa 2. Akafunga siku 40 mchana na usiku, mwisho akaona njaa. Kabla hajaona njaa, mjaribu akufanya nini? Akuja. Lakini saa hiyo Yesu ameona njaa, na ndo saa
mjaribu anakuja. Kitu gani kilimleta mjaribu kwa Yesu? Njaa aliyokuwa nayo nani? Yesu. Kwa hiyo kama Yesu asingeliona njaa, kwa hiyo mjaribu asingefanya nini? Asingekuja. Mjaribu kwenye ulimwengu wa kiroho ameona uhitaji alionao Yesu nyikani. Kwa hiyo kabla Yesu hajapata msaada, mjaribu amefika kutoa utatuzi wa tatizo alionalo mtu aliyoko nyikani. Na akafika akamwambia, najua una njaa, geuza mawe haya yawe mkate. Na Yesu alijua kabisa yale mawe yanaweza kwa nini? Mkate. Lakini alipaswa kushinda neno la mjaribu. Kwa nini mjaribu asimwambie Yesu geuza mawe yawe viatu? Alijua Yesu hana uhitaji wa viatu, Yesu ana uhitaji wa mkate. Na mjaribu akaenda kwenye eneo linalohitaji msaada, akaenda kumjaribu hapo. Haleluya, watu wa Mungu. Kwa hiyo kama kuna eneo mtu anajaribiwa, manake kwenye hilo eneo kuna mlango adui ameona kuna kitu nahitaji. Na adui alipoona mlango, amekuja kukujaribu kulingana na nafasi iliyo wazi. Kwa kitu kinachotakiwa wewe, unawezaje kushinda au kufanya nini? Kushinda. Kitu wa shetani anachofanya kwenye kanisa ni kuangalia uhitaji wa mtu. Haji tu kukujaribu, anacheki nini umepungukiwa, haja yako iko wapi, unataka nini, umekwama wapi. Kwa hiyo anakuja kwa kadri ya mlango aliyouona kwako, anakuja kwa kadri ya njia aliyoiona. Kama shetani atakuja kulijaribu kanisa, uwe na uhakika kuna mlango ameuona uko kwenye nini? Kwenye kanisa. Kwa amekuja kupitia ule mlango ulio wazi, na atatujaribu kupitia huo mlango. Hawezi kutujaribu nje ya huo mlango. Shetani alipojua Anania ana uhitaji wa fedha, alienda kumjaribu Anania kwenye eneo ambalo ana uhitaji nalo. Kwa alimfunga Anania kwenye eneo ambalo Anania amefungua mlango. Alijua Anania ana shida na fedha, alipita kwenye fedha. Anapita kwenye eneo ambalo wewe una uhitaji. Akamwambia Anania, na ndio maana nasema, kwa nini umeburusu shetani? Kwa nini umemdanganya Mungu? Kwa nini shetani ameingia kwenye moyo wako hata ukathubutu kumdanganya Roho Mtakatifu? Shetani aliingilia kwenye mlango wa Anania ulio wazi. Kwa kila moja adui anatafuta udhaifu. Udhaifu wako uko wapi? Udhaifu wangu uko wapi? Kwa anakuja kulingana na eneo lilo dhaifu. Sasa jukumu la kushinda ni wewe kujua, hapa niliona njaa. Hii njaa ndio iliyomleta shetani. Kuna hitaji kuomba kuiondoa njaa ili nishinde. Kwa sababu kama ukiondoa njaa, umefunga mlango, shetani hataona uhitaji kwako, atashindwa kuja. Kwa kilichomleta ni mlango wa njaa. Kilichompeleka kwa Anania ni tamaa ya fedha, ni uhitaji wa fedha. Akiondoa wazo la tamaa ya fedha, ameshinda na mlango haupo. Na Anania hajaribiwi. Kwa tunajaribiwa kulingana na mlango ulio wazi. Anatumia kiu ulionayo kuleta majibu kwenye tatizo ulilonalo. Kabla Mungu hajaleta majibu, ameshawahi kuleta majibu ili upokee majibu ya shetani, utoke kwenye uwepo wa nani? Wa Mungu. Si kwamba Mungu hana majibu ya hilo tatizo. Mungu anayo majibu. Kabla ya Mungu hajafika, adui amewahi kuleta majibu kabla ya wakati wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo jambo linapokuja lazima ujue mlango uko wapi uliomvuta adui kunijia nikajaribiwa. Endelea mstari wa mbele kidogo. Amina. Mstari wa 5. Maana Mungu anasema, kisha Ibilisi akamchukua mpaka mji mtakatifu, akamweka juu ya kinara cha hekalu, akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake, na mkononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Yesu akamwambia, tena imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno, akamwonyesha milki zote za ulimwengu na fahari zake. Akamwambia, haya yote nitakupa
ukianguka kunisujudia. Ndipo Yesu akamwambia, nenda zako Shetani, kwa maana imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Kisha Ibilisi akamwacha, na tazama wakaja malaika wakamtumikia. Basi inatosha. Nimesema adui huja kama mtatuzi wa tatizo ulilonalo. Adui anapokujiria huja kama mtu anayekupa msaada kwenye eneo ambalo wewe una uhitaji nalo. Tunaelewana watu wa Mungu? Kama Biblia imesema, je, mtoto akiomba samaki utampa nyoka? Biblia inasema hapana, si ndivyo? Kwa adui husoma mahitaji ya mtu, alafu huja kwa mtu kama mtatuzi wa tatizo. Kwa hiyo ili ya kutenganisha na Mungu, haji kwako kama adui. Nielewe vizuri. Kwenye eneo moja hilo hilo Yesu alijaribiwa mara 3. Akijaribu kuwa kama mwema mtu fulani. Wewe ukinisujudia, dunia hii yote, utajiri unaoona, mimi nitafanya nini? Nitakupa. Anatembea kwenye wazo ambalo anajaribu kutatua, kukidhi matakwa, matarajio ya kwamba Yesu kama na uhitaji wa mkate, basi anaweza kawa na uhitaji wa vitu vingine vya kimwili. Anatembea kwenye mahitaji ya kimwili akidhani Yesu anaendelea kuwa na mahitaji. Anajaribu kuongeza uwezo wa utanuzi wa uwigo wa kuona anaweza kawa jibu la matatizo la Yesu. Kasi tu mkate. Yesu kama hutaki mkate, basi naweza nikakutatulia matatizo ya maisha yako yote, ukawa bilionea, ukawa mfalme, ukawa mtu mkubwa, miliki zote za dunia nikakupa ukinisujudia. Anaendelea kupita kwenye mahitaji ya mwili wa Yesu ili aonekane anaweza kuleta majibu kwenye mahitaji ya mwili wa Yesu. Tunaelewana? Ni mtu alienda kama rafiki, anajaribu kuonyesha njia ya mafanikio ambayo anaweza kumsaidia Yesu kufanikiwa. Si tu mkate wa leo, hata kuwa bilionea anaweza kumsaidia. Anajaribu kuonyesha njia sahihi ambayo Yesu akikubali anaweza kuwa msaada au jibu la mahitaji alionayo Yesu. Alipita kwenye mwili wa Yesu na kuchambua na kujua nini anaweza kuzungumza naye. Nini anaweza kumkwamisha Yesu? Nini anaweza kumfanya Yesu akwame kiroho? Nisikilize watu wa Mungu, unaweza usielewe. Wazo la shetani haliji kama vita, linakuja kama wazo zuri. Watu wengi wamekwama kwenye mawazo mazuri ambayo shetani alipitisha kwao, na wakujua kama hili ni wazo la shetani au wazo la Mungu. Nakumbuka shetani alipokuwa anaongea na Yesu hakumwambia mimi ni shetani, ila Yesu alijua hili wazo la nani? La shetani. Kwa kama Yesu angekuwa na uwezo mdogo wa kiroho, angekwama kwenye yale mawazo. Ndio maana Yesu tunaposema alishinda, kuthibitisha kwamba alishinda kitu ambacho angeweza kushindwa, ni malaika kuja kufanya nini? Kumtumikia. Malaika hawakuja kumtumikia kwa sababu alikuwa amefunga siku 40. Walikuja kumtumikia baada ya ushindi wa awamu ya kwanza. Huu sio ulikuwa ushindi wa kudumu, huu ulikuwa ni ushindi wa awamu ya kwanza anapoanza huduma. Kwa malaika walipoona jaribio la kwanza ameshinda, Mungu alipoona ameshinda jaribio la kwanza, alileta malaika wamtumikie, kwa sababu ameshinda kwenye eneo ambalo angepaswa kushindwa, lakini alifanya nini? Alishinda. Ni maeneo mangapi adui amekuja na umeshindwa? Ni mazingira mangapi adui alikuja kwa siri, alikuja kwa maarifa, alikuja kwa uelevu na ukashindwa? Ni maeneo mangapi? Na umechukua hatua gani kwenye hayo maeneo ambayo unajua umeshindwa? Alafu na wewe unaweza kaanza kutafuta ni wapi mimi adui amepitisha wazo, alafu ili wazo nikajua ni la Mungu, lakini kumbe ni wazo la shetani ambalo linakuwa kama linanisaidia lakini naniangamiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa watu wengi wamekwama kiroho kwa sababu kuna mawazo shetani alipitisha kwenye mioyo yao, na wao bila kuyapambanua wakabeba yale mawazo na kuyatendea nini? Kazi. Unajua kuna vitu shetani wanasema wewe umeokoka. Wewe umefanya nini? Umeokoka. Unasahau kujua moja ya vitu ambalo kanisa halizingatii. Kanisa halina usikivu. Yaani watu hawajatafuta namna ya kupata usikivu kwa Mungu. Tunaelewana?
Sio watu wengi tuna usikivu kwa Mungu ili kujua hii sauti ya nani na ni ya nani. Unaweza ukawa unaomba ukazama na ukawa unanena kwa lugha, alafu wakati unanena baadaye ukahama na Mungu akakusemesha vitu, alafu unahitaji kujua hivi ninavyosemeshwa ni Mungu au ni shetani. Na hakuna gharama kubwa kwa wewe kujipambanua kujua hiki ni shetani na hiki ni Mungu. Hiyo ni kazi moja ngumu sana. Ukiona jambo zuri unahisi Mungu amesema na wewe, lakini jambo hili unaofikiri Mungu amesema na wewe halikupi amani, ujue sio Mungu aliyesema na wewe. Kwa sababu jambo la Mungu zuri likija kwako litakupa amani. Unanielewa mtu wa Mungu? Hujanielewa? Biblia inasema hivi, ikiwa shetani mwenyewe hujigeuza kwa mfano wa malaika wa nini? Wa nuru, si zaidi sana watumishi wake kujigeuza na kuwa watumishi wa haki? Kwa anaweza akaja mtu ni mtumishi akatoa wazo, lakini lile wazo analotoa ni kama jema, lakini moyo wako unakosa amani. Lazima upate maswali na ulifanyia utafiti, limetoka kwa nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Ukilitazama ni zuri, halina shida, lakini lazima uingie kujua limetoka wapi. Twende kwenye kitabu cha Warumi sura 8 mstari wa 35. Maana Mungu anasema, ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki au shida au adha au njaa au uchi au hatari au upanga? Kama ilivyoandikwa ya kwamba kwa ajili yako tunauawa mchana kutwa, tumehesabiwa kuwa kama kondoo wa kuchinjwa. Lakini katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Kwa maana inatosha. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Moja kitu ninachotaka kuonyesha hapa, unatakiwa uache chochote kwa ajili ya Mungu. Usimwache Mungu kwa ajili ya chochote. Naomba nirudie tena. Kubali kuacha chochote kwa ajili ya Mungu. Kubali kuacha chochote kwa ajili ya Mungu, ila usikubali kumwacha Mungu kwa ajili ya chochote. Acha chochote kwa ajili ya Mungu, ila usimwache Mungu kwa ajili ya chochote. Umeelewa mtu wa Mungu? Kwa sababu moja ya vitu vinavyotutenga na Mungu ni kumwacha Mungu kwa ajili ya chochote. Ni kumwacha Mungu kwa ajili ya jambo fulani. Ni kumwacha Mungu kwa ajili ya kitu fulani. Kumbe ulitakiwa kuacha kitu fulani kwa ajili ya nani? Ya Mungu. Tunaelewana watu wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema hivi, ni kitu gani kitutenge na upendo wa Kristo? Je, ni njaa au ni kiu au ni nini? Anasema ni, yani hayuko tayari kutengwa na upendo wa Kristo kwa namna iwayo. Watu wa Mungu, Mungu atupe neema kuondoa chochote kinachotufanya tutengane na Mungu. Mungu aondoe chochote kinachotusababishia tuachane na Mungu, ili sisi tuone bora tubaki na Mungu, tusibaki na chochote kwenye maisha haya. Na Mungu atatupa chochote kwa sababu tumeamua kubaki na yeye. Hakuna aliyewahi amua kubaki na Mungu na Mungu asimtunze, haijawahi kutokea. Kama wewe ukikaa kwenye imani kwa viwango, wewe ni balozi. Yani wewe ni balozi mzuri. Watu wanajua, hata kama atakusema vibaya, lakini watajua kabisa huyu mtu ni mwaminifu, huyu mtu anampenda Mungu, huyu mtu anamtumikia Mungu. Watajua. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Natamani mfahamu, uwe makini, utembee kwa makini, ujue unawindwa, ujue shetani anatafuta udhaifu wako, ujue shetani anatafuta wapi kuna mlango apite. Tunaelewana? Hao wote niliokuonyesha ilitokea mlango apite wapi. Alipopata mlango alisema, najua una njaa, Bwana amenituma. Najua una shida kwenye biashara, ukiuza hiki utafanikiwa, kufanya hiki utafanikiwa. Wengi wamekwama kwa wazo la shetani. Wengi walikwamishwa kwa kuipenda dunia. Na ndio maana nimekuonyesha mfano wa mitume ya kwamba walisema tumeacha chochote tukakufuata wewe, utatupa nini? Sikiliza sentensi. Tumeacha kila kitu tumekufuata wewe, utatupa nini? Wanadai cha kupewa kwa sababu wana sifa ya kuacha vyote kwa ajili ya Mungu. Alafu Yesu hakuambia mbona hamjaacha. Aliwaambia ni kweli mmeacha chochote, nitawapa mara 100 hapa
na kisha ufalme wa mbinguni. Omba roho ya kumpenda Mungu kuliko chochote. Omba roho ya kumpenda Mungu kuliko chochote. Huwezi kumsikiliza Mungu vizuri kama kuna kitu nakipenda kuliko yeye. Omba roho ya kumpenda Mungu kuliko chochote. Kama hutampenda Mungu kwa kiwango cha kutosha, kuna vitu Mungu hawezi kusema na wewe. Hata akisema na wewe huwezi kusikia. Tukamwabudu Mungu. Kumbuka, omba ufahamu. Omba ufahamu. Omba ufahamu.